Simulizi na JK. Leo katika simulizi na JK tunayo simulizi ambayo inahusiana na mitazamo ya watu kuhusu habari iliyoripotiwa na CNN Tanzania na mwandishi Lail Madoe. Baadhi ya watu wanaona kuwa CNN ni chombo kikubwa cha habari duniani, hivyo taarifa zao huwa na uthibitisho wa kutosha na uchunguzi wa satellite. Lail Madoe ni mwandishi anayeheshimika barani Afrika, hivyo wao wanaamini ya kuwa alifuata maadili yote ya uandishi. Wapo ambao wanaamini ya kuwa taarifa hiyo imechangia kuongeza mjadala muhimu kuhusu kile kilichoripotiwa, lakini wapo ni mtazamo ambao wanasema ya kwamba CNN hawawezi kurusha taarifa bila ushahidi, na Lail Madoe ni pro, lazima kuna ukweli fulani kwenye habari, na wanadai ile habari ya miili ya pamoja iliyozikwa kisiri kwenye kaburi moja, yani mass graves, ni uchunguzi wa satellite. Hivyo kundi hili huona ya kuwa hii satellite imechukua udongo na kuweza kufanya utafiti na kugundua eneo hilo la mass graves, lakini wapo wanaotilia shaka habari ya CNN. Kuna watu wanaona kuwa CNN inaweza kukosea kama vyombo vingine vya habari. Baadhi wanadhani Lail Madoe anaweza kuwa amepata chanzo kisicho sahihi, hivyo huona ya kuwa CNN wameharakisha kutoa habari, kwani tume ya uchunguzi ilishaandaliwa kuweza kuchunguza habari hiyo. Mitazamo wao, vyombo vikubwa pia huwa vinakosea, hii taarifa ilikuwa ya pupa. Huo ni mtazamo wao wanavyozani, lakini kundi lingine wanaoamini serikali inaoja. Kundi hilo linaona serikali huwa na taarifa sahihi zaidi kuhusu masuala ya ndani ya nchi. Inawezekana CNN walitumia chanzo nje ya mfumo sio rasmi. Serikali ina haki ya kuhoji au kuchunguza taarifa yoyote inayoweza kuathiri usalama au taswira ya taifa. Mitazamo yao ni kwamba sio kila taarifa ya kimataifa ni ya kweli. Je, wewe binafsi unaonaje taarifa hii ya CNN kuhusu Tanzania? Unakubaliana na upande gani wa maoni ya makundi matatu hayo ya watu tuliyoyajadili? Unadhani vyombo vya habari vikubwa kama CNN vinafanya kazi kwa usahihi mara nyingi, au huwa vinakosea kama vyombo vingine? Niambie hapo kwenye comment.